أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa video zetu hapa Abjad Academy, leo tunaendeleza darasa letu la nahwu katika kitabu ambacho tunakitumia Matnul Ajurumia cha Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala. Tulianza mlango wa babu maarifati alamati al-i'rab. Tulisoma mlango huu, mlango wa kutambua alama za i'rab, na katika alama hizo tulianza na rafu. Leo insha Allah taala tutaendelea na alama ya nasbi. Kwa hiyo Sheikh anasema hapa, wali nasbi khamsu alamatin, na nasbi nayo ina alama 4. Kule tulisema kwamba nasbi maana yake ni kuweka alama ya fatha au naibu wa fatha. Kwa hiyo hapa ndo anasema wali nasbi khamsu alamati, na nasbi ina alama 4. Katika hizo alama 4, ya mwanzo ni al-fathatu, ni kuweka alama ya fatha. Kwa hiyo unapoona fatha katika neno, basi itakuwa hiyo ni nasbi. Kisha wal alif, lakini pia kuweka alif pia vile vile nayo ni alama ya nasbi katika neno. Lakini al-kasratu, kupatikana kasra, vile vile pia ni alama ya nasbi. Lakini wal ya'u, kupatikana ye, ya'u ni ye, ile inayojikunja kama bata, ino ni alama ya nasbi. Wa hadfu nuni, na kuiondoa nuni. Kumbe katika rafu tulisoma kuna dhamma, kuna waw, kuna alif, kuna nuni. Hizi ndio alama za rafu. Lakini katika nasbi kuna fatha ambayo ndio msingi wenyewe na ndio mama wa nasbi. Halafu kuna manaibu wake, mawakili wake, sehemu ambazo huwezi kuweka fatha ndio wanawekwa mawakili ambao ni al-alif. Lakini alif hii inapatikana kule si hapo. Alafu kuna al-kasra, alafu kuna ya, alafu kuna kuondoshwa kwa alama au kwa herufi ya nuni katika neno. Hebu twende tukaangalia uchambuzi wake. Mwanachuoni anasema fa amal fatha, ama alama ya fatha, fatakunu alamatan linnasbi, itakuwa ni alama ya nasbi, ya kunasibisha, fi thalathati mawadhi'a, katika sehemu 3. Ni zipi hizo sehemu 3? Ya mwanzo anasema fil ismi al-mufrad, kwanza ni katika jina pweke, kama kule tulisema jina pweke kama vile Muhammadun, baitun, kitabun, arnabun. Kwa hiyo hii fatha inaweza kutumika kama alama ya nasbi tu, sio kila fatha ni alama ya nasbi, bali inaweza kutumika kama alama ya nasbi ikiwa katika jina la pweke ambalo linakuwa liko katika singular form, kama vile kusema baitan, raaitu baitan. Baitan, hiyo fatha hapo ni alama ya nasbi, sawa eh? Dhabahtu arnaba, hiyo arnaba, hiyo fatha hapo kwenye arnab, hiyo nayo ni nini? Ni alama ya nasbi. Hilo ndio jina pweke. Lakini wa jam'i taksir, na katika jina lilioko kwenye wingi, tafsiri ya wingi, plural form, buyutun, buyutan, sawa eh? Buyutun, buyutan, hadhihi buyutun, haya ni majumba. Lakini buyutun imepata dhamma kwa sababu ni alama ya rafu. Lakini raaitu buyuta, nimeona majumba, buyuta, buyuta, ta mwisho kule kuna fatha, kumaanisha hiyo ni alama ya nasbi, na hilo neno liko katika wingi. Kisha wal fi'lil mudhari,
vile vile fatha inakuwa ni alama ya kunasibisha inapoingia katika fi'il mudhari, lakini idha dakhala alayhi nasibun, pindi hiyo fi'il mudhari ikiingia chenye kunasibisha. Si kwamba hiyo fatha inaweza kupatikana kwenye kila fi'il mudhari, la, hapana, kwa sababu fi'il mudhari inaweza kaingia dhamma na ikawa ni yenye kupata alama ya rafu, lakini fi'il mudhari hiyo ikiingia kitenda kazi kinachosababisha fi'il mudhari iwe ni nasbi, iwe ni mansubu, imenasibishwa, basi ndio nayo inapata nini? Alama ya fatha. Mfano, lan yadkhula, lan yadkhula, uridu an ataallama. Kwa hiyo hapo fi'il mudhari itakuwa zimeingia alama za fatha kwa kuingia nini? Nasibu. Nasibu hapo ni lan na neno an. Walam yattasil bi akhirihi shay'un, lakini mwisho fi'il mudhari isiungane na chochote. Ikiungana na chochote haikubali. Lan yadkhulna itakuwa hivyo hivyo, haiwi lan yadkhulan, lan yadkhulana haiwi hivyo, itakuwa hivyo lan yadkhulna ikiungana mwisho. Ikiwa peke yake lan yadkhula. An ataallama, imeingia lan, imeingia an na vinginevyo ambavyo vina uwezo wa kunasibisha fi'il mudhari, tutakuja kuviona huko mbele kwa uchambuzi zaidi. Wa ammal alif, na ama sasa alama ya alif, fatakunu alamatan linnasbi, inakuwa ni alama ya kunasibisha fil asma'il khamsa, katika majina matano yale tuliyosema: abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu mali. Majina haya yakiingiwa na alif yanakuwa yanasibishwa. Pale abu kumeingia wao, sasa ije aba, akha, sawa, dha, fa, hama, kwa itakuwa abaka, akhaka, hamaka, faka na dhamali. Ikija hivi basi maana yake itakuwa imeingia alifu na imekuwa yenye kunasibishwa. Nahau raaitu abaka. Kwa hiyo hii alifu hapa kwenye hii abaka, aba, hiyo alifu hapo maana yake ni alama ya kunasibisha. Wa akhaka, akhaka, hiyo alifu kwenye akhaka hapo maana yake ni alama ya kunasibisha, sawa Wa ma ashbaha dhalika, na yenye kufanana na hayo ambayo ni majina tumeyabakisha. Kisha wa ammal kasratu, na ama alama ya kasra, fatakunu alamatan linnasbi, itakuwa ni alama ya kunasibisha fi jam'i almuannath salimi, katika neno lenye kutafsirika kama kundi la wanawake. Maneno ambayo yanatafsirika kama kundi la wanawake hayakubali kupata fatha, na ndio maana yanawekwa kasra. Huwezi kusema raaitu muslimata, raaitu muslimati, sawa, muslimatin, mu'minatin, qanitatin, dajajatin. Hizo kasra kuna wakati zinakuwa ni alama za kunasibisha. Wa ammal ya'u, na ama ya, kwa maana ye, fatakunu alamatan linnasbi, itakuwa ni alama ya kunasibisha fi tathniyati wal jam'i, katika majina yenye kumaanisha uwiliwili na wingi. Kule tulisema majina ya kumaanisha uwiliwili yanakuwa na rafu kama kutapatikana alif, rajulani, la, hiyo alif kwenye la maana yake hiyo ni imewakilisha nini? Imewakilisha rafu. Sasa tutakatufanye iwe nasbi, tutasema rajulaini, rajulaini, hiyo ye, lai, hiyo ye ndio
nasbi yenyewe. Sawa? Kule tulisema muslimuna, hiyo wao hiyo wao hapo ni nini? Ni rafu. Sasa tukatufanye iwe nasbi, tutasema muslimina, hiyo yeye hapo ndio nini? Ndio nasbi. Muslimina hapo kwa sehemu ya nasbi. Kwa hiyo yeye itakuwa ni alama ya kunasibisha katika majina yenye kumaanisha uwili na majina yenye kumaanisha wingi. Muslimina, qanitina, mu'minina, musallina, sawa, sabahina, hao yote katika sehemu ya nasbi. Lakini baitaini, rajulaini, dajajataini, arnabaini, yote katika sehemu ya nini? Ya nasbi, kwa kuingiwa na ye. Kisha nasema wa amma hadfu nuni, na ama kuondolewa na nuni, kuondolewa kwa nuni, fayakunu alamatan linnasbi, itakuwa ni alama ya kunasibisha fil af'ali al-khamsa, katika majina matano, katika vitendo vitano vile tulivyovisoma kama unavikumbuka, ambavyo ni yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Hivi ndio vitendo vitano ambavyo vinakuwa na rafu kwa kupatikana hiyo nuni hapo mwisho. Yajlisani, hiyo nuni ndiyo rafu, sawa? Yajlisuna, hiyo nuni ndiyo rafu, sawa? Na tajlisina, hiyo nuni ndiyo rafu, sawa sawa. Sasa vitendo hivi vitano vikitaka kuwekwa nasbi, sawa, ile nuni yake tunaiondoa, lakini sharti nasema allati rafuha bi thabati nuni, kwa sababu ambavyo rafu yake ni kuthibiti kwa nuni. Sasa taka tuseme kitendo kilikuwa ni tajlisina, tunataka tukifanye kiwe ni nasbi. Hapa kilipo kiko kwenye rafu, tutasema lan tajlisi, kwa kuiondoa kwake nuni, kwa sababu ya kuingiwa lan, itakuwa tayari hiyo ni nini? Ni mansubun. Lan tadkhulu, wakati alikuwa tadkhuluna, hiyo nuni ndio sehemu yake ya rafu. Lakini tunasema lan tadkhulu fil fasli, lan tadkhulu, kwa kutoiweka kwake ile nuni ndio kuinasibisha kwake. Naam, mpaka hapa tufikie mwisho. Kama una swali utaandika kwenye comment hapo insha Allah taala, ila kama hauja subscribe darasa tamu kama hizi, ni wakati wako kusubscribe na kugusa alama ya kengele, ili kusudi tukiposti tena uweze kuipata darasa hii kwa wakati kabisa. Ulikuwa nami al-Ustadh Baqir Uthman, karibu sana Abdul Academy Online. Ma'assalam.